Kuna hadithi moja kwenye vitabu vya Mwenyezi Mungu au Biblia ya Petro. Petro ni mwanafunzi ambaye aliambiwa na Yesu, tembea juu ya maji. Kweli aliona ni kitu kigumu sana kutembea juu ya maji. Kwa akili za kibinadamu singewezekana. Lakini akaambiwa tembea. Akaanza kutembea. Baada ya kutembea tu kadhaa, akasema akaingiwa na hofu. Baada ya kuingiwa na hofu, ndipo akaanza kuzama. Hichi kitu ni kidogo sana katika Biblia, lakini kinaweza kutufundisha jambo. Inawezekana Mwenyezi Mungu akakupa idea, akakupa wazo, akakupa watu, ili au ni wazo ambalo ukao umelipata, ambalo amelipitisha kwako, unaliona ni kubwa sana. Unaona hili linawezekanaje? Ukilianza unaweza kufanikiwa na likawa historia, likabadilisha historia ya maisha yako. Lakini ukaanza, wengi sana wanaanza project kubwa, mawazo makubwa, ila kuna wakati wanaingiwa na hofu, litafanikiwa kweli? Huu mchongo nitauweza kweli? Mbona sina connection, sina watu wa maana sana wa kuweza kunishika kwenye serikali, kwenye system. Sasa mambo haya yanafanya ndoto nyingi sana zizame kwa sababu ya kuingiwa na hofu. Kwa hiyo mshikaji wangu, ukipata idea kubwa, ukipata wazo kubwa, achana na hofu, kwa sababu Mwenyezi Mungu tu amekupenyeshea hiyo idea, ameonyesha hilo wazo, ishi nalo, lipush mpaka iwezekanavyo. Usiingiwe na hofu, mwambie tu Mwenyezi Mungu, kama umenipa ujasiri wa kuliwaza hili wazo, umenipa ujasiri wa kulifikishia hili wazo, umeona mimi ni mtu wa maana sana na uwezo, unasema hawezi akakupa jaribu ambalo huwezi kulivuka, hawezi kukupa wazo ambalo huwezi kulitekeleza. Wa Tanzania, wa Afrika, duniani kote, tuna mawazo tunapenyeshwa na Mwenyezi Mungu ambayo ya kututoa na kubadilisha maisha yetu, lakini tunashindwa kwa sababu ya kuweka hofu, ya kuangalia how tunaweza nikafeli, sio namna gani nikaweza kufanikiwa na kubadilisha historia ya maisha yote. Wow.